Hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye uwanja wa kivita kati ya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua. Nikwambie vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimejaribu kushambulia Sevastopol ya Crimea mara mbili usiku na asubuhi. Ulinzi wa anga wa Urusi umeangusha ndege 10 zisizo na rubani. Governor Mikhail Razovhayev anaripoti. Katika usiku uliopita na asubuhi, vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilijaribu kushambulia Sevastopol mara mbili. Kwa ujumla, ulinzi wa anga na vikosi vya kikosi cha Bahari Nyeusi viliangusha ndege 10 zisizo na rubani, mkuu wa jiji aliandika kwenye channel yake ya Telegram. Vilevile ulinzi wa anga umeangusha ndege 75 zisizo na rubani za Ukraine kwenye maeneo ya Urusi usiku kucha, wizara ya ulinzi imeripoti, na hiyo ni katika mkoa wa Voronezh. Pia amri ya kijeshi ya Ukraine imejikita kwenye vikosi vikuu vya mamluki wa kigeni karibu na Kupiansk katika mkoa wa Kharkov. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema siku ya Jumanne, mkuu wa jeshi la wanajeshi wa jeshi Jenerali Valery Gerasimov aliripoti kwamba wanajeshi wa Urusi wanaangamiza wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa katika ukingo wa mashariki wa mto Oskol. Alibainisha kuwa amri ya Ukraine inajaribu kuleta utulivu katika mstari wa mbele katika karibu na maeneo yote ya eneo maalum la operesheni ya kijeshi, na inaongeza idadi ya mashambulizi ya kukabiliana. Ukombozi wa Kupiansk Uzlovoye unazuia kwa kiasi kikubwa uwezo wa vikosi vya kijeshi vya Ukraine kuanzisha shambulio la kukabiliana dhidi ya Kupiansk kutoka kusini. Igor Kimakovsky, mshauri wa mkuu wa DPR, anasema Kupiansk Uzlovoye ni kijiji muhimu kimkakati kwa ajili ya ukombozi wa mkoa wa Kharkov. Kuanguka kwake kumewanyima vikosi vya Ukraine fursa ya kuanzisha mashambulizi ya kukabiliana kusini dhidi ya Kupiansk, Kimakovsky alieleza. Alibainisha zaidi kwamba Kupiansk Uzlovoye ilitumika kama kitovu kikuu cha vifaa kwa shughuli za Ukraine katika sekta hii ya mbele. Vilevile zaidi ya raia 70 wa Urusi wakiwemo watoto 3 wamekufa kutokana na mashambulizi ya Ukraine tangu mwanzo wa mwaka. Balozi mkuu wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala wa Kiev, Rodin Miroshnik, anasema. Miroshnik alibainisha kuwa takwimu hii ni matokeo ya mashambulizi ya awali ya utawala wa Kiev katika maeneo ambapo watu kusanyika, usafiri wa raia, makazi ya raia na vituo vya matibabu na kijamii. Vilevile utawala wa Kiev uko tayari kuwatoa kafara wa Ukraine hadi Ulaya itakapojiandaa kwa vita dhidi ya Urusi, mchakato ambao unaweza kuendelea kwa miaka mingi. Mbunge wa Urusi akitoa maoni yake kuhusu kauli ya kamanda mkuu wa Ukraine Alexander Syrskyi kwamba kazi muhimu ya Ukraine ni kupunguza uwezo wa kushambulia wa jeshi la Urusi. Hapo awali Syrskyi aliandika kwenye ukurasa wake wa Facebook kwamba kazi kuu ya jeshi la Ukraine ni kusababisha hasara kubwa kwa adui, kufuta akiba yake na kupunguza uwezo wake wa kushambulia. Kwa kuwa utawala wa Kiev unafanya kazi kwa maslahi ya wafadhili wake wa Ulaya na uko tayari kuchukua hatua kali zaidi dhidi ya watu wanaoishi katika maeneo yaliyo chini yake, mchakato wa kufanya biashara na watu hawa kwa muda ambao Ulaya inahitaji kujiandaa kwa vita huku ikiendelea kuwekeza rasilimali nyingi unaweza kuendelea kwa miaka mingi. Nchi za Ulaya zimejiwekea tarehe ya mwisho ya 2030 kuwa tayari kwa vita na Urusi. Hadi wakati huo zinapanga kupunguza uwezo wa Urusi nchini Ukraine, anasema Yuri Barbashov, mbunge wa Kherson region. Kulingana na Barbashov, taarifa Syrskyi inaonyesha ni nani aliye nyuma ya kuongezeka kwa kijeshi nchini Ukraine, ni nani atakayefaidika zaidi nayo. Vilevile ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa Urusi imepeleka kesi ya jinai mahakamani dhidi ya waziri mkuu wa zamani wa Ukraine Yulia Tymoshenko aliyeshtakiwa bila kuwepo kwa kusambaza uongo kuhusu vikosi vya jeshi vya Urusi, vyombo vya habari vya shirika hilo vinasema. Lakini hayo yakiendelea, vikosi vya Ukraine vimenaswa na kutengwa katika makazi ya Kupiansk Uzlovoye, huku Urusi kikomboa eneo hilo. Igor Korochenko, mchambuzi wa kijeshi na mhariri mkuu wa jarida la ulinzi wa kitaifa, anasema mapema Jumanne mkuu wa jeshi la wafanyakazi wa Urusi Jenerali Valery Gerasimov, baada ya ziara yake katika eneo la Batogroup West, alitangaza kwamba wapiganaji wa kundi hilo wameikomboa Kupiansk Uzlovoye, alisema. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii mbili kwenye mikoa ya Kharkov na Zaporizhzhia katika saa 24 zilizopita kwenye operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine, wizara ya ulinzi ya Urusi imeripoti Jumanne. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1345 katika vita na vikosi vya Urusi kwenye maeneo yote ya mstari wa mbele ndani ya saa 24 zilizopita, kulingana na data kuhusu operesheni maalum ya kijeshi nchini Ukraine iliyotolewa na wizara ya ulinzi ya Urusi. Vilevile wanajeshi wa Urusi wanaharibu vifaa vya jeshi la Ukraine vikikaribia Konstantinovka katika jamhuri ya watu wa Donetsk. Adui anakabiliwa na matatizo ya kusafirisha wanajeshi na kuwaondoa waliojeruhiwa, mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev alisema.
Vile vile ni kwamba waendeshaji wa ndege zisizo na rubani za Urusi wanatuma ndege zisizo na rubani kilomita nyingi nyuma ya maeneo ya vikosi vya Ukraine karibu na Krasnoyarsk na Dimitrov katika Jamhuri ya Watu Donetsk na kuzuia vikosi vya adui kujikita kwenye mstari wa mbele, mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema. Na vikosi vya jeshi la Ukraine vimetumia makazi ya Kupiansk, Uzolovoy kama mahali pa kuanzia shughuli za hujuma na upelelezi huko Kupiansk yenyewe, afisa usalama wa Urusi anasema. Kupiansk, Uzolovoy ilikuwa aina ya mahali pa kuanzia shughuli za hujuma na upelelezi za adui huko Kupiansk yenyewe. Mapema mkuu wa jeshi la wafanyakazi wa Urusi Jenerali Valery Gerasimov alitangaza kukombolewa kwa makazi ya Kupiansk, Uzolovoy. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile vikosi vya Urusi vinasafisha eneo karibu na Gulaipol katika mkoa wa Zaporizhzhia kutoka kwenye vitengo vya Ukraine vilivyotawanyika ili kuwazuia kuanzisha tishio la nyuma kwa jeshi la Urusi. Mchambuzi wa kijeshi Vital Kislev anasema. Na makampuni ya ulinzi binafsi ya Ufaransa yameanza kuipatia serikali ya Kivu ndege zisizo na rubani kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya vituo vya nishati vya Urusi. Alexander Stepanov, mtaalamu wa kijeshi katika taasisi ya sheria na usalama wa taifa kwenye chuo cha rais wa Urusi cha uchumi wa kitaifa na utawala wa umma, anasema. Vile vile wiki iliyopita karibu Warusi milioni 1.3 wamekumbwa na kukatika kwa umeme kutokana na mashambulizi ya vikosi vya wanajeshi vya Ukraine kwenye vituo vya nishati. Balozi mkuu wa wizara mambo ya nje ya Urusi katika uhalifu wa kivita wa Kiev, Roden Miroshnik, anasema. Lakini pia jeshi la Ukraine limerusha takriban ndege zisizo na rubani 100 kwenye mkoa wa Belgorod ulio mpakani mwa Urusi katika siku iliyopita, kituo cha mgogoro wa kikanda kinasema kwenye taarifa. Hayo yakiendelea, kwingineko vikosi vingi vya mfumo wa roketi za kurusha vya kikosi cha mapigano cha jeshi la Urusi mashariki vinalenga mkusanyiko wa wanajeshi wa Ukraine kwenye mkoa wa Zaporizhzhia na kuwazuia wanajeshi wa adui kupata nafasi na kuwalazimisha kukimbia. Kamanda wa MLRS Siviaga anasema, hatumpi adui muda wa kupona, kupumzika au kuanza kuanzisha ngome za kikosi. Ni rahisi zaidi ikiwa tunasonga mbele, kuendelea kusonga mbele bila kumwachia adui fursa au wakati wa kujiandaa, afisa huyu alisema. Aliongeza kuwa operation ya wanajeshi wa MLRS inamlazimisha adui kukimbia. Vile vile vikosi vya mapigano vya magharibi vya Urusi vimechukua udhibiti wa mji wa Kupiansk, Uzolovoy, huku hadi wanajeshi 800 wa Ukraine wakiwa wamebaki katika eneo lililozingirwa karibu na Kupiansk katika mkoa wa Kharkov. General Staff Valery Gerasimov anasema. Kumbuka, haya ni yale ambayo yanashika tamu kwenye uwanja wa kivita, ambapo naendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu na kuelewa uhalisia wa kile ambacho kinajiri kwenye uwanja wa kivita. Sasa mengineyo kwenye uwanja wa kivita ni kwamba mafanikio ya jeshi la Urusi katika mstari wa ushiriki nchini Ukraine yanafungua macho ya wanasiasa wa Ulaya jinsi mambo yalivyo katika uwanja wa vita. Mwanachama wa Duma Leonid Ivlev anasema. Mapema naibu waziri mkuu wa Italia na kiongozi wa chama cha League Matteo Salvini alimtaka Zelensky wa Ukraine, ambaye alisema anapoteza vita, kusaini makubaliano ya amani mara moja. Anasema mafanikio ya jeshi la Urusi katika mstari wa mbele, uboreshaji wa silaha zetu na matumizi yake ya kimkakati, pamoja na kusafisha maeneo zaidi ya adui. Vile vile mafanikio ya jeshi la Urusi katika mstari wa ushiriki nchini Ukraine yanafungua macho ya wanasiasa wa Ulaya jinsi mambo yalivyo katika uwanja wa vita. Mwanachama wa jimbo la Duma Leonid Ivlev anasema. Mapema naibu waziri mkuu wa Italia na kiongozi wa chama Matteo Salvini walimtaka Zelensky wa Ukraine, ambaye alisema anapoteza vita, kusaini makubaliano ya amani mara moja. Afisa ujasusi wa kaunta wa Ukraine amejisalimisha kwenye mkoa wa Zaporizhzhia. Wakala huyo Sergei Mykolaiv alisema kwamba amekuwa wakala ujasusi wa kaunta tangu 2014. Alijisalimisha katika mkoa wa Zaporizhzhia kama mwanachama wa kikosi cha kwanza tofauti cha mashambulizi cha Ukraine. Kwa sasa mtu huyo yuko salama. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.